Bwana asifiwe. So tunafanana na Mungu kwa Roho Mtakatifu. Naomba tuende kwenye kitabu cha Yohana 4:24. Yohana 4:24. Nipate msomaji ya sisi wengine kusoma. Mungu hakutupa kusoma. Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni nani? Na wanaopaswa kumwabudu imepaswa kumwabudu katika nini? Kumbe tunapokuwa na Roho Mtakatifu kuna kitu kinatufananisha na baba yetu. Roho Mtakatifu anatufanya tufanane na baba yetu. Kanisa leo ina wasomi wengi wanaotegemea akili zao. Sio vibaya kuwa msomi, lakini ina watu wengi ambao wanategemea akili zao sana kuliko Mungu, kuliko Roho Mtakatifu. Yaani wenyewe kila kitu ni cha kupigia mahesabu. Na fundi mitambo ameitoa pale, ilikuwa pazuri. Tunazitegemea sana akili zetu, ndio maana tunapotea. Kwa sababu mambo ya Mungu pengine yanaonekana kama yana ujinga fulani. Umekuja umevaa suti yako, umependeza kwenye gauni lako, alafu unagaragara unalala chini. Si ujinga huo? Inaonekana ujinga fulani. Sasa ukitumia akili nyingi unajikuta unatoka kwenye mpango wa Mungu. Unajikuta unakosa vile ambavyo Mungu anavyo kwa ajili yako. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia ndani mwako, elimu inawekwa pembeni. Anapoingia ndani mwako, akili yako inawekwa pembeni. Anaanza kukuongoza ili umpendeze Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kukuongoza ili umpendeze Mungu. Lakini leo tumekuwa kikawaida sana. Ndio maana kanisani mazoea mengi. Tumezoea namna ya kufanya vitu, hata kuombewa. Tumezoea namna ya kuombewa. Hiyo siku akikuita mchungaji una shida, njoni kuombea, alafu nafika hapa mbele, unafika tu hapa unasimama na kwambia umepona, rudi ukakae. Anarudi analalamika, mimi leo kaniita tu mbele, wala hata kuniwekea mkono, kaniambia tu nikarudi. Kwa nini? Tumezoea. Mimi aliniombea dakika moja, yule kamwombea dakika 10. Kwa nini? Tumezoea. Kuna namna tumekariri, hivyo ndo tunataka Mungu afanye. Lakini Mungu wetu hazoeleki. Mungu wetu huwezi kumkariri. Ukiwa na Roho Mtakatifu utafanya vile ambavyo anataka ufanye kwa wakati sahihi. Haleluya. Sio kwamba Mungu hajawahi kutumia hizi mbinu ambazo tunaziona hizi nyingi leo. Ukifuatilia kwenye Biblia, kwa namna nyingine au moja, Mungu aliwahi kuitumia ikafanyika, lakini watu wakaishikilia kwa mazoea. Wakaacha kumsikiliza Mungu, wakashikilia mbinu. Amen. Angalia Naamani alipokuwa anaumwa, akaambiwa aende kwenye maji machafu. Yeye mwenyewe anaangalia, anaona ugonjwa wake ni bora kuliko kuongeza magonjwa mengine kuingia kwenye maji. Kagoma.
lakini Mungu alitaka aingie mle ndo apone. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ikaja kwa watu wengine, hakutumia mbinu ile ile. Kila mmoja alitoa maelekezo namna ya kufanya. Mwingine kwa sababu alikuwa amechimbiwa kisima kwenda kubatizwa mle, ukiingia mle malaika anaposhuka wanaingizwa mle. Anapokuja Yesu anataka kumtendea, yule jamaa anasema nikufanyie nini? Anaanza kulalamika, mimi kila mmoja akija ananiluka, badala ya kunisaidia kuweka mle sina wa kunisaidia. Kwa nini? Mazoea. Amekariri kwamba mimi ili Mungu anisaidie lazima iwe hivi, lazima nipelekwe pale. Lakini Roho Mtakatifu anapokuja, cha kwanza anaondoa mazoea, anakufundisha kumtegemea Mungu. Anakufundisha kumtegemea Mungu, anakufundisha namna ya kumtumikia pia Mungu. Haleluya. Na nikwambie ukweli, unaweza ukakutana na Mungu kwa njia nyingi, ila shida ni moja, mazoea. Tunakariri, hiyo ndio shida. Kumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa amebaki na senti ya mwisho mfukoni, yaani hela ana senti ya mwisho, wala hakujua kwamba siku ile kupitia ile senti atakutana na Mungu. Hakujua, alikuwa anaitoa tu kama kawaida. Kafika pale, katoa senti yake ya mwisho. Kumbe ile ndo nafasi yake ya kukutana na Mungu. Mwingine nafikiri tutakutana na Mungu tu kwenye maombi, tukianza kunena kwa lugha hapa rabababa ndo tutakutana na Mungu. Kumbe hata kwenye utoaji unaweza ukakutana na Mungu na Mungu akaongea na wewe. Haleluya, Bwana asifiwe. Hata kwenye utoaji una uwezo wa kukutana na Mungu, ila shida ni kwamba kanisa limekariri. Yaani sehemu ya kukutana na Mungu tu ni pale unapoombewa, ni pale unapokuwa madhabahuni, ukitoka kanisani tu basi. Hapana, tuna uwezo wa kukutana na Mungu kupitia njia nyingi. Hata kwa kusoma Biblia, unasoma na Mungu anaongea na wewe, ukakutana na Mungu. Kumbuka yule Myunaki ambaye alikuwa ametokea Ethiopia, kakutana na Philip. Alikuwa anasoma maandiko haelewi, lakini kupitia yale maandiko aliyokuwa anayasoma akakutana na mtu wa kumsaidia. Pale pale akakutana na Mungu. Tukiwa na Roho Mtakatifu hatutapata shida kukutana na Mungu. Tutakutana na Mungu popote ambapo Mungu anataka tukutane naye, na Mungu atatumia chochote ila akutane nasi. Haleluya, Bwana asifiwe. Ndio maana ni muhimu sana kanisa kutembea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana. Yaani ni muhimu sana kanisa kutembea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hautapata shida kwenye Ukristo wako. Zitakuja changamoto, lakini Roho Mtakatifu atakuongoza namna ya kutoka. Roho Mtakatifu atakuongoza namna ya kwenda viwango vingine. Yeye ni mwalimu wetu. Lakini shida nyingi, wote ni wajuaji, hakuna anayetaka kujifunza. Yaani wote wanajua na wote wana akili nyingi,
Hakuna anayetaka kuongozwa, hakuna anayetaka kuambiwa cha kufanya. Mfano tu mzuri tu, shemasa atakaa pale, unakuja kanisani, anakupokea mkoba akupeleke pa kukaa. Kwanza unakataa kupokelewa mkoba na tunafikiri ni unyenyekevu, kumbe ni kiburi. Maana amewekwa pale ili akuongoze wewe. Haleluya! Sisi tunaona hamna kunibebea mkoba, hamna. Unaona kama ndo upole. Sio upole, ni kiburi, sio unyenyekevu. Alafu anakuonyesha twende ukakae pale, unagoma, unaenda kujipa kiti kule mwishoni. Hapo watu hawawezi kuongea, maana wengi haleluya. Yule mtu amewekwa pale kwa kusudi maalum, na huduma yake Mungu anaitambua. Ila sisi hapana, usinisaidie, acha tu, beba. Anakuonyesha kakae pale, unaenda kama unaenda pale, unakwepa, unaenda kwako, unaenda unajikarisha pa kwako. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakufundisha utii, atakufundisha. Unajua Mungu anatumiaga vitu pengine vinaonekana vya kijinga tu. Hivi jiulize, Mungu yupo mahali pote, lakini wanafunzi wa Yesu ilipofika wakati wa kupokea Roho Mtakatifu, si angewaambia tu kwamba popote atakapowakuta atawajaza? Si yupo mahali pote, lakini anawaambia waende Yerusalemu, wakakae pale, wasitoke. Hata unapokaa ni kwa muhimu, yaani unapokaa unaweza ukakutana na Mungu. Kuna wengine hamumuoni Mungu kwa sababu tu ya hapo unapokaa, alafu mnashikana na rafiki yako, mnakaa wawili, piga story, mhubiri anahubiri, piga story, unatoka huna kitu. Haleluya! Lakini Roho Mtakatifu akiwepo ndani mwako atahakikisha uko mahali sahihi kwa wakati sahihi. Atahakikisha unafanya vile ambavyo unapaswa kufanya kwa wakati huo. Wanafunzi wa Yesu walijazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu siku hii, siku ya Pentecost. Tangu siku ya Pentecost walitembea na zile nguvu, walisimama kwa ujasiri, walimtafuta Bwana, walimtolea Bwana, walimfanyia ibada, walifanya kila kitu kwa ajili ya Mungu. Lakini Wakristo wa leo, kila mwaka tuna wiki la Pentecost, hawajai na nguvu za Roho Mtakatifu. Kila mwaka hiyo ikifika wiki, jazwa, inaisha tu. Sasa unajiuliza, wanampokeaga kweli au vipi? Maana mitume walimpokea, maisha yao yakabadilika, wakaanza kuishi sawasawa na walivyompokea. Akaanza kuwasaidia.
hawakuambiwa tena na Yesu kwamba wasirudi kwenda kuvua samaki. Roho Mtakatifu aliwaongoza. Hawakuambia tena wakina Petro kwamba usimkate mtu masikio. Roho Mtakatifu aliwaongoza. Haleluya. Lakini sisi leo, kila mwaka wiki ya Pentekosto tunaweka semina, jazwa, lakini matokeo pale pale. Unaona shida ilipo? Lazima ufike sehemu uamue, maana Ukristo bila Roho Mtakatifu huwezi. Huu Ukristo huwezi kwenda kwa nguvu zako, huwezi kwenda kwa akili yako. Unamhitaji Roho Mtakatifu kwa 100%. Maana hata Mungu wetu ni roho. Hata Mungu wetu ni roho. Ili tuweze kumwabudu na kumfanyia ibada, tunapaswa kuwa rohoni. Leo hata vipawa na karama havionekani kanisani. Havionekani. Leo ni kila mmoja barikiwa, kila mmoja utanunua gari, kila mmoja yani utafanikiwa. Hata kama ni mzinzi tunamtamkia utafanikiwa. Ni mlevi, ni mwizi, utafanikiwa. Kumwambia tubu, achana na dhambi, Roho Mtakatifu aweze kutambua kwamba kiliomo ndani yake sio sahihi, akipo. Na hizo karama hazikuachiwa kwa wachungaji, ziliachiwa kwa kanisa. Haleluya. Ziliachiwa kwa kanisa. So wewe kama wewe unapaswa kupambanua roho, unapaswa kutambua huyu sio rafiki, huyu amekuja kuniangusha kiroho, huyu sio mwenzangu, huyu amekuja kunipoteza. Ukiwa na Roho Mtakatifu hautapotezwa kirahisi. Hautapotezwa kirahisi. Angalia, Shetani alipokuja kwa Yesu akaja na vitu vizuri. Wewe nisujudie tu, nitakupa dunia hii yote. Yaani unaona magorofa haya yote nakupa. Hakumwambia nitakupa Mlimani City, anamwambia yote haya, ukiyaona yote haya nakupa. Lakini kwa sababu alikuwa yeye ni roho, anatambua kwamba kinachozungumza ndani ya huyu mtu ni mapepo, anataka kunipotosha. Pamoja na vitu anavyoniahidi vizuri, lakini anataka kunipotosha, anataka kunitoa kwenye lengo. Akamkatalia, anamwambia una njaa, geuza ya mawe yawe mkate. Chakula si kitu kizuri, lakini kwa sababu ana Roho Mtakatifu ana uwezo wa kutambua wa kwamba hata kama ni ushauri huu unakotoka sio eneo sahihi. Tukiwa na Roho Mtakatifu tutapona wengi. Tukiwa na Roho Mtakatifu tutakuwa msaada mkubwa. Tukiwa na Roho Mtakatifu hatutapotoshwa kirahisi. Haleluya. Bwana asifiwe. Lazima tuwe na Roho Mtakatifu ili tufanane na Baba yetu. Lazima tuwe na Roho Mtakatifu. Lazima tuwe na Roho Mtakatifu.
Sio mahali popote unapaswa kuwepo, sio kila kitu unapaswa kukifanya. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakuongoza cha kufanya, atakuongoza uwe wapi, atakuongoza uwe mtu wa aina gani. Maana wengine hata kujitambua hujitambui. Humu tutasema wanawake wote wabaki, wanaume tu ndo watoke. Kuna mwingine ataanza kujiangalia kwanza, hawa anatoka naondoka. Wewe sio mwanamke wewe. Wengine hatujitambui, hatujitambui. Ndio maana leo ujanja umekuwa mwingi makanisani, na kanisa la Dar es Salaam ndo liko hatarini sana, maana hapa ni mjini. Kwa nini watu wanapotea? Hawana Roho Mtakatifu. Yaani uhai wetu, uzima wetu, usalama wetu upo katika Roho Mtakatifu. Tukimkosa Roho Mtakatifu, kanisa limepotea, kanisa litapelekwa na maji. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu, hata kama mawimbi yaje tutasimama, hata kama kelele zije tutasimama, hata kama uongo uje tutasimama, hata kama mapepo yapulizwe tutasimama. Tutasimama, tutasimama. Tukiwa na Roho Mtakatifu tutasimama. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na Roho Mtakatifu tutasimama. Yeye Roho Mtakatifu akiingia ndani mwetu ndo anayetupa nguvu hata ya kusaidia mwili ufanye maamuzi sahihi. Yeye ndo anayetupa nguvu hata ya kusaidia akili iwaze vitu vizuri. Akiwemo Roho Mtakatifu ndani mwako, huwezi kufungwa na mapepo. Kuna watu humu wana mawazo mazuri, lakini kutekelezwa wanashindwa kwa sababu wamefungwa. Yaani kichwani ana biashara ameipanga ya kumuingizia milioni 30, milioni 50 kwa mwezi, lakini amefungwa, hawezi kutekeleza. Ni maskini aliye na mawazo mazuri. Na Mungu yuko tayari kukusaidia ili hiyo mipango ikamilike, kwa sababu Mungu anatuwazia mema, lakini kwa sababu haujajazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu anashindwa kukusaidia. Nikwambie, tajiri yoyote aliyewahi kuwa tajiri hakuanza na hela, alianza na mawazo. Yale mawazo ndio yalileta hela, lakini wewe mawazo nayo hayaleti hela. Kwa nini? Umefungwa. Kinachokuja kwanza ni mawazo, alafu vingine vinafuata. Roho Mtakatifu anakupa nguvu. Ndio maana Biblia inasema kwamba bado utamjua Mungu wako akupae nguvu ya kupata utajiri. Haseme atakupa pesa ili uwe tajiri, anasema anakupa nguvu ya kufanyaje? Ya kupata utajiri. Akikupa nguvu inakuja kama wazo, alafu wewe unatekeleza. Shida ni kwamba hatuna Roho Mtakatifu. Tuna hisia. Unajua hisia ni za muda. Akiongea hivi mtu, yani unaanza kuona huzuni, unaanza kuona huruma, hadi unajiona unapokosea. Anamaliza tu, nazo zinatulia, unarudi pale pale.
Hata Yesu ambaye 100% alikuwa ni Mungu, hakutembea kwa akili zake, hakutembea kwa ufahamu wake, hakutembea kwa mazoea. Biblia inasema hata alipoenda kufunga aliongozwa na Roho Mtakatifu. Aliongozwa. Wenzetu wanaongozwa na majini kujenga misikiti, na wanajenga, wanafanikiwa na hayo majini. Ila leo Wakristo kuongozwa kujenga kanisa vigumu sana. Yaani washirika msimame mwambie mchungaji, tunaona hapa ni padogo, tunataka tupanue. Mimi naanza kuchanga kwanza. Sio mawazo tu. Mimi msingi naweka mimi. Kama ilivyokuwa Daudi alipopata mawazo ya kujenga hekalu, kaanza kujiandaa, kaweka kila kitu. Mungu ndio kamkataza, akasema hapana, mikono yako ina damu. Atakuja kujenga Sulemani. Lakini vitu akabaki amemwandalia. Yaani humu watu wana tiketi za Yanga, wanachangia Yanga. Humu watu wana tiketi za Simba, kila mwezi wanatoa za Simba ili acheze mpira, na watu kule wanakufa, wanauana. Yaani wewe ndio umeweka, umechangia kwenye ile madhabahu, lakini kanisani ambapo kuna uzima wako unapata wakati mgumu, huna Roho Mtakatifu. Uma mchangagi. Kule kwetu sisi tunao washirika, ana tiketi la milioni 1 kila mwezi anaitoa kwa Simba, lakini kanisani anapita na buku, alafu anaifika hivi. Sema michango hawezi kusimama. Mwaka juzi nilikuwa Matema kule, naendesha semina. So Jumamosi mchungaji akaamua semina tufanye asubuhi, then jioni alizungushe nifahamu maeneo yale. Kumbe hiyo jioni ndio wamepanga Yanga kwenda kuonyesha kikombe chao kule. Tukaenda kanisani, ubiri. Tukamaliza, na walikuwa wako kwenye ujenzi. Yeye alikuwa ndo anaanza. Kanisa limewekwa kwenye maturubai. Sema wale watu kule wanampenda Mungu. Walikuwa wamejazana kanisa lile la maturubai, hapa padogo wamepeleka, wengine wanakaa nje kwenye miti kule na nini, ndo wanaanza kujenga. Tuchangie, kila mmoja anaangalia mwenzake. Jioni ikafika, tukaenda kule Matema, nikaonyesha, tukashangaa tu gari hilo inakuja, Yanga wanaingia. Sema wamekuja kwenye maonyesho kuwaonyesha watu kwamba wameshinda na wanatafuta hela za kuanza msimu mpya. Unakuona Matema kule, tunyumba ukituangalia tudogo tumejificha kwenye makokoa na kwenye ndizi na nini. Walitoka kule siku hii cash milioni 200 na point za kwenda kuchezea mpira. Na nilimwambia mchungaji, akasema watatupigia kelele na nini. Nikasema kwani tumekuja huku, twende tukakae sisi kule. Tunajisikiliza upepo, lakini tunasikia wanachoongea. Milioni 200 na point za kwenda kuchezea tu, watu wakanywe pombe, watu wakauane, watu wakacheze. Washirika,
Ndo unaona namna ambavyo tumefungwa kama kanisa. Tunashiriki vitu vya duniani, lakini vitu vya maendeleo vya Mungu hatutaki kushiriki. Yaani kita kwenye maendeleo ya Mungu, wewe unapata wakati mgumu, moyo unakuwa mzito. Ila kwenye vikoba hapo na kukopa, wanakopa zinatoka michango ya harusi, kwa sababu najua kwamba watakupa kapapatio kule na soda. Uko tayari uchange 50, uchange 100,000 ya kadi, mradi tu watakupa tuwali na kakuku na kasoda. Lakini kwa Mungu ni zaidi ya hicho chakula. Kwa Mungu ni zaidi ya kila kitu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu atatuonyesha mahali pa kuwekeza sahihi, pale ambapo ukiwekeza haupotezi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu tutapona. Unyenyekevu utakuwepo tu, utii utakuwepo tu. Maana Roho Mtakatifu atakufundisha kuna mahali pa kunyamaza, hata kama unaumia usiongee. Na wengine mnaongea sana na mpaka mnatenda dhambi kupitia kuongea. Sio pata chimbika hapa. Mimi kuniambia hivyo, pata chimbika hapa. Sasa mpaka leo umekuwa umechimba mashimo mangapi? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tufanane na Mungu. Hii safari ya kwenda mbinguni sio rahisi kwa akili zetu. Hii safari ya kwenda mbinguni sio rahisi kwa uwezo wetu, lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunaweza na tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu tunaweza. Tunaweza. Wanafunzi wa Yesu walikuwa ni watu wa kawaida kama wewe na mimi. Walikuwa wanaogopa kama wewe na mimi. Walikuwa wanaishi maisha pengine ya chini kuliko hata wewe na mimi. Lakini alipokuja Roho Mtakatifu akaingia ndani mwao, walibadilika kutoka kwenye ukawaida wakawa watu ambao sio wa kawaida. Walibadilishwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata sisi tukimruhusu Roho Mtakatifu tutafanana na Baba yetu, tutatenda mambo makuu, tutatenda mambo makuu. Tukimruhusu Roho Mtakatifu tutatenda mambo makuu. Haleluya, Bwana asifiwe. Tutatenda mambo makuu. Roho Mtakatifu akiwa ndani mwetu tutafanana na Baba yetu, na Mungu ataonekana kwetu wakati wowote. Tutamuona tukilala, tutamuona tukiamka, tutamuona tukifanya kazi, tutamuona kwenye biashara zetu, tutamuona wakati wowote, kwa sababu roho iliyomo ndani mwetu inatushuhudia kila wakati, inatuunganisha na Baba yetu. Haleluya. Yaani Roho Mtakatifu anatufanya popote tulipo Baba yetu mbinguni aweze kutuona, aweze kutembea nasi.
Unaiona GPS na siku hizi hata kwenye magari wanaiunganisha na simu. Hata mtu akikuibia simu, akikuibia gari, una uwezo wa kuiona gari, sasa hivi anatembelea hapa, sasa hivi inakuonyesha kwenye simu. Kwa sababu imefanyaje? Imeunganishwa. Ni rahisi kuipata gari. Hata kwetu Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, tunakuwa tumeunganishwa na mbingu. Ni rahisi mbingu kutuona, ni rahisi mbingu kutuhudumia, ni rahisi mbingu kutuinua, ni rahisi mbingu kutenda mambo makuu katika maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono yako namna hii kama unanielewa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Ujanja umekuwa mwingi kanisani. Mwingi kanisani. Umekuwa mwingi kanisani. Lakini Roho wa Bwana akiwa ndani yetu, tutatenda mambo makuu. Naomba tuende kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 8. Warumi ile sura ya 8 mstari wa 11. Biblia inasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa, ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, inakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Yeye ataihuisha miili yenu akikaa ndani mwetu. Kumbuka Yesu anakufa msalabani. Anapokufa msalabani, Roho Mtakatifu alipoingia ndani mwake akampa nguvu ya kufufuka, akauisha mwili wake uliokuwa umekufa, akaupa uzima tena, na Yesu akafufuka. Anasema yule Roho akiwa ndani mwetu aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu ataiuisha miili yetu. Kumbe kazi ya Roho Mtakatifu ni kuuisha vyote vilivyokufa. Ana uwezo kwa kuviuisha tena. Ile biashara iliyokufa ana uwezo wa kuiuisha tena. Ile kazi iliyokufa ana uwezo wa kuiuisha tena. Ile ndoa iliyokaribia kufa au iliyokufa ana uwezo wa kuiuisha tena. Akiwa ndani mwetu, yeye kazi yetu ni kutuuisha na kutufanya tuishi tena. Yamkini ulikata tamaa, lamkini ulikuwa uioni kesho, lamkini ulikuwa unapata wakati mgumu kusoga mbele na kufanya mambo makuu. Nimekuja kukwambia unamhitaji Roho Mtakatifu akuuishe tena, akupe nguvu tena, akusimamishe tena, akuwezeshe tena, akufanikishe tena. Akiwa ndani mwako, haijalishi umeteseka kwa muda mrefu gani, haijalishi ni yapi yalishindikana, haijalishi umeshindwa kwa wakati gani, haijalishi mambo yamekuwa magumu kwako. Akiingia ndani mwetu, yasiyowezekana yanawezekana. Anauisha tena, anauisha tena. Ni maombi yangu akauishe ile jambo lililokufa kwenye maisha yako, akauishe tena. Ile jambo uliokuwa unamtarajia Bwana, natangaza kwako akauishe kwa jina la Yesu, akauishe kwa jina la Yesu. Akaamshe tena, akaamshe tena, likaishi likawe hai kwa jina la Yesu. Haleluya. Kumbe yeye hasaidii vitu tu ambavyo viko kwenye hali mbaya, hata vile vilivyokufa ambavyo tumevikatia tamaa, akihusika yeye anavipa uzima, vinaishi tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Roho Mtakatifu hata vilivyokufa
anavipa uzima, vinaishi tena. Vinaishi tena. Na jioni ya leo ni maombi yangu kwamba Bwana akaachilie ile nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuuishwe tena, ili tuuishwe tena, ili biashara yako iuishwe tena, ili kazi yako iuishwe tena, ili ndoa yako iuishwe tena, ili watoto wako wauishwe tena katika jina la Yesu, ili kanisa lake liuishwe tena. Bwana achilie hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana achilie ile nguvu ya Roho Mtakatifu, tuuishwe tena, tuuishwe tena. Kuna vitu hatutapata wakati mgumu kufanya. Hatutapata wakati mgumu kuja kanisani. Hatutapata wakati mgumu kumtolea Bwana. Hatutapata wakati mgumu kumwabudu Bwana. Hatutapata wakati mgumu kumfanyia ibada Jehova. Roho Mtakatifu akiwa ndani mwetu, hatutasukuma na mtu yoyote. Ibada itakuwa ni maisha yetu. Kumwabudu Bwana yatakuwa ni maisha yetu. Kumsifu Bwana yatakuwa ni maisha yetu. Hatutafanya kwa kubahatisha, hatutafanya kwa ratiba, lakini yatakuwa ni maisha yetu. Tutaabudu tukiwa nyumbani, tutaabudu tukiwa kanisani, tutaabudu tukiwa kazini, tutaabudu tukiwa kwenye biashara, tutaabudu tukiwa mashambani, kwa sababu yupo ndani mwetu, anatuunganisha na Baba. Yeye kila wakati anatutia nguvu, anasogea karibu nasi, anauisha kila jambo lililokufa ndani mwetu. Tunajikuta tunaishi tena. Tunajikuta tunaishi tena. Alafu yeye Roho Mtakatifu akiingia ndani mwako, anakutoa kwenye ukawaida, anakuweka kuwa mtu ambaye sio wa kawaida. Anakutoa kwenye mazoea, anakuweka kuwa mtu asiyozoeleka. Hautakuwa Mkristo wa kawaida. Sasa hivi hata sadaka tumebadilisha. Tunasema sasa hivi tunatoa sadaka ya kawaida. Hakuna kitu cha kawaida kwa Kristo. Kila kitu ambacho kinafanyika nyumbani mwa Bwana sio cha kawaida. Kimebeba majibu yako, kimebeba baraka zako. Hakiwezi kuwa cha kawaida. Haleluya. Hakuna kitu ambacho kinafanyika kwenye nyumba ambayo inamwabudu Bwana katika roho na kweli, kwenye kanisa la Mungu, kikawa cha kawaida. Hakipo. Nyumba ya Bwana sio ya kawaida. Imebeba majibu yako, imebeba msaada wako. Sisi ni kwamba tumefika kiwango kibaya, kiwango cha mazoea. Ukiangalia habari za Kapernaum, Yesu hakufanya miujiza mingi pale, hata kama alizunguka sana pale, kwa sababu ya mazoea. Na kanisa leo tumeanza kulizoea. Anaweza akaja mtu na 500,000 mfukoni, lakini kija kwenye sadaka anaitafuta buku kwenye 500,000 na imejificha. Ataitafuta kabisa, aitoe zote zibaki, buku ndo aipeleka akaiweke nyumbani mwa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu anaona ni kitu cha kawaida, wala hashtuki. Tutakuja, tutarudi vile vile. Wageni watakuja, watahudumiwa, watabarikiwa. Sisi ambao tumekaa hapa kwa muda mrefu tunabaki pale pale. Shida sio kwamba mchungaji hana upako, shida ni kwamba umeingia kwenye kiwango cha mazoea.
Mbona watu wa mbali wanatoa ushuhuda? Mimi nilifika tu hapa akaniombea mchungaji nikapata kazi yangu. Nilikuwa mgonjwa aliniombea kwa simu tu nikapona. Lakini wewe kila siku unakuja madhabahuni, wewe kila siku unakuja kanisani, lakini maisha yako yanabaki hapo hapo. Hapana, toka kwenye mazoea. Upako wa Bwana uko pale pale. Huo upako alioweka kwenye madhabahu una uwezo wa kukutoa wewe, una uwezo wa kukubariki wewe, una uwezo wa kukusaidia na kukulea na kukupeleka viwango vingine, hadi siku moja ukaingie mbinguni ukiwa na Roho Mtakatifu. Utatambua kwamba mahali hapa ni mahali pako sahihi. Hapa havifanyikagi, ila kule kwetu Tabora mazoea yamekuwa mengi. Mtu ana madhabahu zaidi ya 5. Yaani hapa anakuja tu akiwa na twetu shida tudogo tudogo, labda anajihisi kahoma homa, hapo ndo atakuja na sadaka ya 1000, Mungu niponye, alafu anaja. Ila akipata hela za kununua gari, shukurani yake atolei hapa, anatafuta kanisa kubwa kubwa kule na anaenda kuitolea. Hapa nyinyi hamfanyagi. Nyinyi hapa ni waaminifu. Ila Roho Mtakatifu akiwa ndani mwako anajua kwa nini amekuweka hapa. Baraka zako zote, kuinuliwa kwako kote kuko hapa hapa. Ameviweka ndani ya mchungaji wako. Akikutamkia, hata kama wewe unataka umiliki jengo kubwa sana hapa, upako wa kukubeba ukalimiliki uko hapa hapa. Hata kama unataka uwe na maduka makubwa, upako wa kukubeba uko hapa hapa. Haleluya. Ila shida yako ni kwamba una Roho Mtakatifu, so uoni. Na sadaka haitolewagi mahali tu popote mradi unatoa. Kumbuka wakati Mungu anaongea na Ibrahimu, anamwambia nenda ukatoe sadaka mojawapo wa milima Moria. Alisema mojawapo, maana yake milima ilikuwa mingi, lakini akamwambia mojawapo na akamtajia. Sio apeleke popote, lakini aende sehemu sahihi. Sasa kama una Roho Mtakatifu utaupata uongozo. Unaongozwa kwenda mahali ambapo sio sahihi. Alafu ukishapoteza ndo akili zinakurejea, unarudi, unatulia. Hapo sasa ndo unaanza na kumsumbua mchungaji wako. Mimi sijui kwa nini mambo yanakwama yaendi, lakini umwambii kwamba nikitaka kutoa sadaka sitoleagi hapa, kuna sehemu naendaga. Umwambii. Ile unamwambia sijui, mambo magumu, mambo yaendi. Kumbe unajua kwamba vikiwa vizuri unakimbiaga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Roho Mtakatifu atakuongoza kufanya mambo sahihi. Kama hujawahi kuongozwa kufanya kitu kikubwa kwa mchungaji wako ambaye ni malaika wako amepewa kwako, alafu kaongozwe kwenda kufanya kitu kikubwa kwa mgeni, si unafiki huo? Mmetulia sasa. Si unafiki huo? Yaani hujawahi kumnunulia mchungaji wako suti ya 1,000,000, alafu mgeni anakuja
unaenda kumnunulia. Mungu kaniongoza nikununulie suti ya $1,000,000. Sio vibaya, lakini anza nyumbani. Anza na baba anayekulisha. Unafiki umekuwa mwingi, ndio maana kanisa halibarikiwi. Tunapaswa kufanya zaidi kwa baba yetu. Ili ukifanya kwa mgeni sio unafiki, maana hata baba yako anakuwa na furaha, anakuambia mwanangu, nyenda na kuruhusu, kambariki, kwa sababu anajua hata kwake unafanyaga. Ni mchungaji mmoja akawa anatoa ushuhuda. Mshirika wake Mungu amembariki vizuri, lakini hajawahi kutoa hela nzuri kanisani au kumbariki mchungaji, hajawahi. Lakini kukija mgeni, kila siku anaenda, mchungaji, Mungu amenisemesha nina kabahasha kama mgeni. Unafikiri mchungaji wake atakuwa anamwombea kwa roho nyeupe? Anamruhusu kwamba nyenda kila wakati? Kwanza anamuona dharau, na huo ni unafiki. Hakuna Roho Mtakatifu ambaye atakuongoza kuwa unafanya kitu kama hicho. Roho Mtakatifu ana utaratibu, ana utaratibu. Nabidi tuweke mambo yetu vizuri ili tubarikiwe. Hata tunapotamka kwamba ubarikiwe kwa jina la Yesu, vinakuwa kwako, hatukudanganyi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikusaidie ili siku nyingine nikirudi hapa nisikukute hapo ulipo, nikukute unafika viwango vingine. Baraka yako ipo hapa hapa, sio sehemu nyingine. Kuinuliwa kwako kuko hapa hapa. Hao watu wana vitu vikubwa Mungu amewabebesha kwa ajili yako. Yaani wana vitu vikubwa Mungu amewabebesha kwa ajili yako. Ni neno moja tu, wanakuambia ikawe kwako mwanangu, na itakuwa, na itakuwa. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tusimame kwa nafasi zetu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tumpendeze na kumfurahisha baba yetu, maana Mungu wetu ni roho. Ili tuweze kumwabudu lazima tuwe katika roho na katika kweli, ndio tutamwabudu. Kumbe tuna wapagani kanisani humu na wanajifanya wanamwabudu Mungu, asikiagi. Maana kama una roho, kinachokuunganisha na yeye nini? Kama una Roho Mtakatifu hamna, ni kama unapiga kelele tu mbele zake. Ndio maana Mungu havutiwagi na vitu vya nje nje tu. Anakutazama kwanza kutoka moyoni, anakuona kutoka rohoni. Kila kitu anakiona. Hivi vya nje nje vinachochea tu, lakini ukitumia zaidi vya nje alafu rohoni hamna kitu, anakuwa anakuangalia tu, unapoteza muda wako. Utalia, machozi yatatoka, ukimaliza nasema ukanywe maji, urudisha hayo machozi. Umepoteza nguvu yako bure. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, atakuongoza ni nini cha kuombea, atakuongoza ni nini cha kufanya, atakuongoza ni wapi uende, atakuongoza kitu gani ukifanye kwa wakati sahihi, atakuongoza namna ya kuja kanisani, atakuongoza ni kitu gani ujihusishe. Yeye atakupa mwongozo na hautapotea, na utafanya vitu, utakuwa na amani, pia utazipata baraka, hautapoteza. Hautapoteza. Wewe popote utakapowekeza utavuna maradufu. Wewe chochote utakachofanya utayaona matokeo. Atakuepusha na vitu mbalimbali, kwa sababu ndani mwako kuna Roho Mtakatifu, na yeye ni roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame.